Hakika siku ya leo imeanza kivingine baada ya Padri Kitima kuweza kushambuliwa. Sasa kuna mtu ambaye alitoa hizo taarifa mapema kabisa kabla ya padri huyo hajashambuliwa. Sasa mtu huyo ni nani na yeye alisema nini kabla ya padri huyo kushambuliwa? Sasa mimi nitakuletea hapa huyo mtu ambaye anatuhumiwa kwamba huenda anajua padri huyo kwamba atashambuliwa na alikuwa anahusika kwa namna moja ama nyingine. Hizi ndizo tuhuma ambazo zinamkabili sasa hivi. Unaambiwa bwana, Tanzania inazidi kushuhudia kiza kinene cha kisiasa kinachofanywa na utawala wa sheria, demokrasia na haki za kibinadamu. Taifa letu linageuzwa kuwa uwanja wa mateso, uoga, vitisho dhidi ya wale ambao wanatuhumu na kusema ukweli na kudai haki. Hali hii imevuka mipaka ya kistaarabu na sasa imefikia hatua ya hatari ya kushambuliwa kwa viongozi wa dini, watu waliopo mstari wa mbele kulinda utu na maadili ya kitaifa. Mnamo usiku wa tarehe 30 Aprili mwaka 2025, Padri Dr. Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania yani TEC, alivamiwa na kushambuliwa na watu wasiojulikana akiwa ndani ya makazi yake rasmi ya kanisa la Kurasini jijini Dar es Salaam. Hili si tukio la kawaida. Hili ni shambulio la kisiasa linalolenga kutishia, kuzima na kuadhibu sauti ya haki, kwa sababu Padri Kitima amekuwa mstari wa mbele kukemea ukiukwaji wa haki za kibinadamu, kushinikiza mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi na kudai uwajibikaji wa dola kwa niaba ya wananchi. Kwa tukio hili, serikali haiwezi kujisafisha kwa kukaa kimya. Aidha, inavyofumbia macho mashambulizi haya na kwa namna moja ama nyingine imeabaliki kwa vitendo vya kutokuchukua hatua. Vitisho dhidi ya viongozi wa dini vinaongeza ushahidi wa namna mfumo wa udikteta unavyoimarishwa kwa gharama ya maisha, usalama na heshima ya wananchi. Kimsingi, namba moja, hili ni tukio la kinyama. Namba mbili, dhihirisho la ukatili unaochochewa na serikali dhidi ya watu wanaotenda haki. Namba tatu, ni jaribio ovu la kuzima madai ya mabadiliko ya kweli nchini. Tunaitaka serikali kuwajibika moja kwa moja, kutoa taarifa rasmi ya tukio hili na hatua zilizochukuliwa, kufungua uchunguzi huru na wa haraka unaoshirikisha taasisi za kidini, asasi za kiraia na mashirika ya kimataifa, kuwalinda viongozi wa dini wote wanaotetea haki na mabadiliko ya kidemokrasia. Viongozi wa dini si maadui wa taifa. Wao ni sauti ya maadili na dhamira ya watu. Kuwanyamazisha kwa mapanga, risasi na vitisho ni sawa na kutangaza vita dhidi ya utu, imani na haki za kibinadamu. Sasa huyo ambaye anatuhumiwa kwamba anahusika kwa namna moja ama nyingine ni huyu ambaye anaitwa Dr. Frey Edward Conest, ambaye yeye alishawahi kutoa chapisho ambalo limekuja kuambatanishwa na hiki ambacho kimetokea. Unaambiwa kwamba yeye aliposti akasema, mwambieni Kitima ipo siku ataingia kwenye 18 na hatokaa sahau Tanzania. Mwacheni ajifanye mwanasiasa. Mfikishieni meseji. Siku si nyingi atapata anachokitafuta, dawa yake iko jikoni. Mtakuja kuozea jela. Sasa huyu wiki alichokiposti ndo wengi wanakifananisha na kusema kwamba huyu huenda alikuwa anaijua hiyo mipango. Yaani yeye huenda naye anahusika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu pekupeku zilizopo anasema kwamba huyu ni mtu wa CCM. Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Mambo ni mengi guys. Hebu drop comment hapo chini tuambie unaonaje mwelekeo wa siasa yetu ya hapa Tanzania.